kweli Biblia imesema ya kwamba shukuruni kwa mambo yote, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu. Tumelipokea jambo hili la msiba wa mpendwa wetu mchungaji mshiriki wa kanisa la TAG DIC ambaye pia ni mke wa mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG DIC. Mama huyu amekuwa ni baraka sana katika jimbo letu la Ilala Mashariki, na amekuwa pia kiongozi wa kitaifa wa idara ya wanawake kwa miaka 27, na mpaka anafikia msiba huu siku ambayo Mungu amemuita mbinguni, amekuwa kiongozi wa wanawake wa nchi 17 kama mweka hazina za Afrika za kando kando ya bahari hizi nchi 17. Mama huyu amekuwa na mchango mkubwa sana katika idara ya wanawake Tanzania, na amekuwa baraka kwa wanawake na kwa kanisa zima kwa ujumla. Na sisi viongozi wa kanisa la TAG, wachungaji, waangalizi, maaskofu, naweza kusema kwamba Tanzania nzima wanamfahamu. Kwa miaka 27, mtu yote ambaye amekuwa katika uongozi kwa miaka 27 anamfahamu mama huyu, na amekuwa baraka katika utendaji wake. Kwa habari ya msiba huu, sisi kama jimbo la Ilala Mashariki tunao utaratibu wa kuendesha, na ni kwamba siku ya kwanza kanisa la mahali pamoja linawajibika kwa ajili ya kuendesha shughuli hii ya msiba hapa nyumbani, lakini utaratibu wetu pia ni kwamba siku ya pili inakuwa ni section yake ambayo alikuwa anatumika. Kwa hiyo section inabeba gharama za kuendesha msiba kwa siku ya pili, na siku ile ya tatu ambayo itakuwa ni Jumatatu kwa upande wetu sisi jimbo, ndio siku ambayo huwa tunahusika kushiriki kusaidia upande wa jeneza, kusaidia upande wa chakula na gharama nyingine za kuandaa mwili wa marehemu mpaka kufikisha pale kanisani na kupeleka mpaka kaburini. Kwa ujumla huo ndio utaratibu wetu, na niseme tu ya kwamba tunamshukuru Mungu kwa yote, na tunamshukuru Mungu kwa hayo ambayo ametenda, kwa muda ambao ametupa kuishi na neema. Kimwili utasema kwamba ni jambo ambalo kwa kweli ni zito sana, lakini mbele za Mungu yeye ameona kwamba ni vyema iwe hivyo. Kwa hiyo Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Neno langu kwa familia ni kwamba sisi wote ni wageni na wapitaji hapa duniani. Mama ametutangulia kwenda mbinguni, na sisi wakati wetu utakapokuwa umefika tutaondoka. Kinachohitajika kwa familia ni kuendelea kumtegemea Mungu, kuendelea kumtumaini Mungu, kuendelea kujiweka tayari ili siku Mungu atakapowaita wawe tayari. Mama yetu ameondoka vizuri sana, naweza kusema hivyo. Walikuwa na ibada nzuri asubuhi ile ya alfajiri, katika maombi almost saa nzima. Baada ya hapo ndio wakatoka wafanye shughuli zao za siku. Mara akaonekana kwamba kama anaishiwa na nguvu hata kuanguka, ndio mume wake akadaka, na ndio mwisho wa maisha yake. Kwa hiyo ameondoka vizuri sababu ametoka magotini. Baada ya hapo anataka kuanza shughuli zake za siku, na Mungu akamchukua. Kwa hiyo naomba tu au niase tu familia ya kwamba wajiweke tayari. Ni muhimu waweze kuondoka vizuri kama mama alivyoondoka. Neno langu la faraja kwa kina mama wote wa WMK Tanzania ni kwamba hebu tumwangalie Yesu Kristo na tuige uaminifu na uchapakazi wa huyu mama marehemu. Alikuwa ni mtu mcha Mungu, na alikuwa ni mtu ambaye anapofanya kazi, utumishi wowote atakaopewa, iwe ni utumishi wa kulisimamia gazeti, iwe ni utumishi kwenye idara ya wanawake, iwe ni utumishi wa kanisani au mahali popote, anafanya kwa moyo wake wote na anafanya kwa kumcha Mungu. Kwa kweli kwangu mimi alikuwa ni kielelezo kikubwa cha utumishi halisi wa Mungu ulio mzuri. Lakini pia maisha yake yalikuwa yanaonyesha kwamba alikuwa anakiishi kile ambacho alikuwa anakifundisha. Ninapenda tu kusema kwamba kwa kuwa njia hii ambayo mwenzetu amepita ya kutwaliwa na Bwana ni njia ambayo kila mmoja atapita,
Niwatie moyo wanawake wote, Mungu awafariji kwa kuondokewa na kiongozi wao, pamoja na kwamba alikuwa ni mstaafu, lakini alikuwa ni kiongozi ambaye bado walikuwa wanamtazama kwa ajili ya kupata hekima yake na maelekezo yake, lakini sasa imempendeza Mungu kwamba apumzike. Kwa hiyo ninaomba wajifunze ule moyo wa utumishi aliokuwa nao, ili wao nao wamtumikie Mungu kwa ufanisi kama alivyokuwa Neema.